Karibu katika kipindi chetu cha leo tunapoendelea kujifundisha kuhusu neno lake Mungu. Katika kipindi cha leo ningependa tuweze kujifundisha kuhusu uaminifu wa neno lake Mungu. Kuweza kujua umuhimu wa neno lake Mungu ama vile neno la Mungu linaweza fanya kazi katika maisha ya Mkristo. Karibu, huyu ni mwalimu JM Jahonga. Katika somo letu siku hii ya leo tunaanza katika kitabu cha Mariko mlango wa 4 mstari wa 26. Neno lake Mungu linasema hivi: akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Mstari wa 28, neno lake Mungu linasema hivi: maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. 29, andiko sema hivi: hata matunda yakiva, mara atapeleka Mungu, kwa kuwa mavuno yamefika. Tunaongea kuhusu umuhimu wa neno lake Mungu ama uaminifu wa neno lake Mungu. Yesu Kristo anafundisha wanafunzi na kutufundisha kuweza kuelewa vile ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Mahali popote ambapo watu huishi, ni vizuri kuweza kujua kanuni ama sheria ama masharti yanayoweza kusababisha mtu kuweza kuishi mahali fulani katika furaha. Tumeitwa na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Ni vizuri kuweza kujifundisha kama Mkristo, kuweza kujua vile tunaweza kukua katika ufalme huu na tuweze kupata faida zote ambazo Mungu anataka tuwe nazo kama Wakristo. Tunaporejelea kusoma mstari wa kwanza ambao tumeusoma katika maandiko ya somo la siku ya leo, akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Yesu katika mfano huu wa mpanzi alikuwa tayari ameongea kuhusu mifano kama 10 hivi. Ukisoma katika kitabu cha Mariko 4, Mathayo 8 na Luka mlango wa 8, unaweza kuona kwamba Yesu Kristo alikuwa ameongea kuhusu ufalme wa Mungu katika mifano tofauti kama 10 hivi, akielezea umuhimu wa neno lake Mungu. Na anaposema ufalme wa Mungu umefanana na mtu kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Mbegu ni nini? Tukiangalia katika neno lake Mungu katika mstari huu ambao tuko katika kitabu hiki ambacho tuko katika mstari wa 14, Mariko 4 mstari wa 14, anasema mpanzi huyo hulipanda neno. Kwa hivyo tunaposema ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, Yesu anasema ufalme wa Mungu ni kama ndugu na dada anachukua neno lake Mungu na kulimwaga wapi? Maana neno ndio mbegu. Kulimwaga wapi? Maandiko yanasema mstari wa 15, hawa ndio wale walio kando ya njia, lipandwapo neno, nao wakisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kwa hivyo neno ni mbegu na linapandwa moyoni. Kwa hivyo tunaporejea leo mstari huo ambao tunausoma katika Mariko 4 mstari wa 26, kwa hivyo tusema hivi kwamba akasema, ufalme wa Mungu umefanana na mtu anayechukua neno la Mungu kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya moyo wake. Kwa hivyo Mungu angependa kama Wakristo tuweze kujua umuhimu wetu sisi kama Wakristo kuchukua neno la Mungu na kuweza kulimwaga katika mioyo yetu ambapo ni nchi. Nini inatendeka wakati tunapochukua neno lake Mungu? Tuongea kuhusu uaminifu wa neno lake Mungu, kwamba neno la Mungu, kama vile wewe ni mkulima, waweza chukua mbegu ya maharagwe ama mahindi ama mbegu ya mmea wote ule ambao unapanda, una uhakika mbegu ile unaoipanda itaweza kuota na hatimaye kuweza kuzalisha matunda ama mimea ile ambayo wewe unakusudia kuweza kuipanda. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyofananisha. Yesu anatumia mifano ambayo tutaweza kuelewa ya kawaida ili kuweza kujua vile neno lake Mungu linavyofanya kazi. Maandiko yanasema hivi,
akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, na mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Mara nyingi kama Wakristo watu hujiuliza, mimi sielewi hili neno, mimi sielewi vile Mungu anavyofanya kazi. Hivyo ndivyo neno hili linavyosema, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu. Sasa mbegu twasema ni neno, mbegu iliyopandwa kwenye moyo, na mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Ni vizuri tuweze kuelewa kwamba mbegu unayoipanda ndiyo mbegu inayoota. Neno tutakalolipanda kwenye mioyo yetu, hilo ndilo neno litakaloota. Hatuwezi tukachukua Biblia tukaweka kama mto ama pilo, tukaweza kuweka Biblia karibu na kifua, tukaweza kuweka Biblia karibu na mgonjwa, na tukadhania labda katika kufanya hivyo mtu anaweza kupata uponyaji. Kuna wengine wamechukua Biblia wakaweka kwenye migongo za watu, wengine wakachukua Biblia wakaweka kwenye mahali penye mtu ni mgonjwa wakidhania. Wengine wanachukua pia Biblia wanaweka kwenye kichwa chao wanapolala, wanadhania kwa kufanya hivyo labda nguvu za giza, mapepo yanaweza ondoka. Sio hivyo ufalme huu unavyofanya. Lazima uchukue neno ukaweza kuimwaga kwenye nchi ambalo ni moyo wako. Maandiko yanasema akawa akilala na kuondoka mchana na usiku. Kwa hivyo hiyo inamaanisha siku inapita, kuna hatua, kuna siku zinazoendelea. Mabadiliko hayatakuja siku moja. Hata wewe unapopanda mbegu, sio siku hiyo inayoota. Baada ya muda ndio tunaona mbegu tuliyoipanda imeota. Na hivi ndivyo neno lake Mungu linavyofanya kazi. Watu wengi wangependa kumwendea Mungu kesho yake waweze kuona mabadiliko, lakini hivyo sivyo neno la Mungu linavyofanya kazi. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua. Twasema neno lililopandwa ndio litakuwa, na maandiko yanasema asivyojua yeye. Nashukuru Mungu sana hata tunapoendelea na uvumbuzi na sayansi inayoendelea katika maisha haya, hatuwezi tukasema vile mbegu huwa inaota. Tunajua tu mbegu yoyote ile inaweza ota, lakini hatujui vile inavyoota. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyofanya kazi katika maisha ya Mkristo. Unapoendelea kuweka neno la Mungu kwenye moyo wako, unapoendelea kulitafakari neno lake Mungu, unapoendelea kulifikiria neno lake Mungu ambalo umelisoma, hiyo inamaanisha kama Wakristo, ikiwa tungependa tuone faida katika ufalme huu, lazima tuchukue neno la Mungu na tuliweke kwenye mioyo yetu. Tunaishi katika nyakati na siku ambazo vitu vingi vimeondoa kujitolea kwetu kwa neno lake Mungu, na hata umakinifu wetu kulisoma neno lake Mungu. Watu tungependa mambo mengi yatendeke katika njia ya ghafla na haraka, lakini katika njia ambayo Mungu amekusudia tuchukue neno lake, tuliweke kwenye mioyo yetu, na neno litakuwa na litamea na litakuwa na kuota tusivyojua sisi. Andiko yasema katika mstari wa 28, maana nchi huzaa yenyewe. Sasa tunasema nchi ni nini? Moyo wenyewe utazaa. Mara nyingi tunapochukua mbegu katika maisha haya ya asili, huwa tunaweka mbegu kwenye udongo. Udongo unazalisha mbegu iliyopandwa. Kama ni maharagwe uliyoyapanda, maharagwe yatamea. Kama ni mahindi uliyoyapanda, mahindi yatamea. Kwa hivyo nchi huzaa yenyewe. Nchi inazaa mbegu iliyopandwa. Kwa hivyo tungependa uponyaji utokelezee, tungependa ufanisi utokelezee, tungependa Mungu atufanikishe katika njia ya kifedha, tungependa ndoa zetu zifanikiwe, tungependa maisha yetu na uhusiano wetu uweze kukua. Lakini chanzo cha ndoa zetu kuweza kuimarishwa, chanzo cha maisha yetu ya Ukristo kuweza kusimama imara, chanzo cha sisi kuweza kuwa na ushindi katika maisha yetu, maandiko yanasema nchi huzaa yenyewe. Moyo utazaa yale mambo ambayo Mungu ameweka ndani, lakini kitu kinachosababisha yale mambo yaliyo katika moyo yazalishwe ni neno lake Mungu. Maandiko yanasema maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Mambo ambayo Mungu hutenda katika ufalme huu huchukua hatua. Maandiko yanasema kwanza jani. Kuna mambo ambayo Mungu angependa kutenda katika maisha yetu, lakini yatachukua muda. Kwa sababu gani?
inakubidi wewe uchukue neno ulipande kwenye nchi ambayo ni moyo wako. Kwanza jani, kisha suke. Baadaye kutakuwa na ngano pevu katika suke. Ni hatua kwa hatua ambayo Mungu amesababisha ufalme wake ufanye kazi. Katika mahitaji ambayo wewe uko nayo kama Mkristo, ni mbegu gani katika neno lake Mungu ambayo wewe unapanda katika nchi ambayo ni moyo wako? Ungependa Mungu akupee uponyaji, ni neno gani katika Biblia ambalo wewe unashikilia? Ungependa Mungu akufanikishe katika kifedha, ni neno gani ambalo unalipanda katika moyo wako? Ungependa Mungu akuinue, akusimamishe katika mambo ambayo wewe unayatamania akutendee, ni mbegu gani katika Biblia unayachukua na kuiweka kwenye moyo wako na kuanza kupanda? Maana maandiko yanasema nchi huzaa yenyewe. Nchi itazaa tu ile mbegu iliyokuwa imepandwa kwenye nchi hiyo. Maandiko yasema katika mstari wa 29 kwamba hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Mundu tu ni ile ringa. Katika nyakati hizo yasema ni ringa, kile kisu ambacho huchukuliwa wakati tunaenda kufanya kuleta mavuno. Maandiko yasema baadaye kwamba hata matunda yakiiva. Matunda yanaiva wakati gani? Kwanza mbegu ilipandwa. Mbegu ilipopandwa ikaota. Mtu analala na usiku na mchana, mbegu ikaota asivyojua yeye. Baada ya mbegu kuwa imepandwa, yeye hajui vitatendeka. Maandiko yanasema nchi yenyewe huzaa. Kwanza jani, kisha suke, kisha ngano pevu katika suke. Baada ya hayo ndio maandiko yanasema hata mtu matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Mavuno ni hitaji yenye sisi tunayo. Tuna mahitaji katika maisha haya, na tunapokuwa na mahitaji katika maisha haya, neno la Mungu ndio mbegu ambayo Mungu anaitumia kuweza kutuletea sisi matunda yale, matunda ya amani, furaha, matunda ya kuweza kuona nguvu za Mungu zikidhihirika maishani mwetu. Mbegu, neno la Mungu, ndio chanzo cha sisi kuweza kuona ushindi. Naishi katika nyakati ambapo wengi wamekataa neno la Mungu. Wangependa watu wawatendee vitu, ili katika kutenda vitu vile waweze kupata mahitaji yao yamekutaniwa. Lakini Mungu hafanyi hivyo. Mungu angependa anatuelezea ufalme wake ni kama ndugu na dada. Unachukua neno, mbegu, na kulimwaga kwenye moyo wako. Nchi, moyo utazaa furaha, moyo utazaa amani, ufanisi wa Mungu utakuja, maana tumelichukua neno lake Mungu. Mungu anamwelezea Yoshua katika kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 8. Mungu angependa ampee Yoshua ushindi, lakini anamwambiaje? Anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upata kuyangalia na kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mungu anapenda kumwambia Yoshua vile atakavyostawi na kufanikiwa. Anamwambia ufanisi wake unatokana na nini? Ushindi wenye Mungu angependa ampee Yoshua watokanaje? Anamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Mungu angependa neno lake lisiondoke kinywani mwetu, inamaanisha likue kwa wingi katika mioyo yetu. Anasema kwamba bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yule aliyepanda mbegu, alipanda mbegu akaondoka mchana na usiku. Mungu anataka tunapopanda neno lake tutafakari, kufikiria, kuwaza lile neno ambalo umelisoma. Watu wengi husikia neno lakini hawalitafakari. Kama yule ng'ombe anapokuwa amepelekwa malishoni, yeye usiku huwa anaanza kupura. Anaanza kucheua yale majani aliyokuwa amekula mchana. Na anapokuwa anacheua, hapo ndipo yale madini yanayosababisha maziwa kuumbwa ama kuundika yakaweza kujitokelezea. Neno lake Mungu, ili tupata uthamani wa neno lake Mungu, Mungu anamwambia Yoshua yatafakari mchana na usiku. Fikiria. Mara nyingi mahali ambapo sisi huwa na wasiwasi
ni mahali pale pale Mungu angependa wewe uchukue neno lake uweze kulitafakari. Sijui wewe unachukua neno la Mungu namna gani? Je, umewahi ona neno la Mungu ni kama suluhisho ya mahitaji ulionayo? Neno la Mungu ni mbegu. Maandiko yanamwambia, Mungu anamwambia Yoshua mchana na usiku kuangalia kutenda kulingana na maneno yote yaliyoandikwa humo. Hatuwezi tukatenda yote kama hatuangalii yale yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako na kisha ndipo utakapostawi sana. Mungu anamwambia Yoshua, wewe ndiye utakayofanikisha njia yako, sio Mungu. Kwa kutafakari mchana na usiku tutaweza kuifanikisha njia yetu. Kwa hivyo Mungu angependa tuweze kujua umuhimu wa sisi kama Wakristo kuweza kuelewa neno lake Mungu. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 66 hivi, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hivyo maneno ya Mungu anayotuambia tuyatafakari ni roho, na maneno hayo ndio uzima wetu. Neno la Mungu ni afya. Neno la Mungu ni roho. Linaweza kusababisha amani iweze kupatikana ikiwa tutalichukua neno lile na kuweza kulitafakari mchana na usiku. Maandiko yasema hivi katika kitabu cha Mathayo, mstari huo tunaosoma katika kitabu cha Mathayo, ningependa tuangalie katika kueleza tofauti tunapohitimisha somo letu siku hii ya leo. Kila mtu asikiapo neno la ufalme bali bila kuelewa, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Na sema hivi katika neno hili, mtu anaposikia neno la Mungu bila kuelewa, mara nyingi watu wengi hawajifaidika kwa maandiko, kwa kukaa chini ya mahubiri, na hawajaweza kuwa na utofauti katika maisha yao. Kwa sababu gani? Hawakulielewa lile neno. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuelewe neno. Mara nyingi kuelewa neno hutokana na walimu, sisi ambao tunalihubiri neno lake Mungu. Wakati mwingi watu wameweza kufanya neno lake Mungu kuwa gumu sana, kiasi ya kwamba watu hawaelewi. Na mtu asipoelewa neno, shetani hulichukua. Neno lile ambalo umelielewa, shetani hawezi akakunyang'anya. Kwa hivyo Bwana akuwezeshe wewe kuelewa kama Mkristo. Umeingia katika ufalme huu. Katika ufalme huu tunachukua mbegu ambalo ni neno la Mungu. Tunalipanda mioyoni mwetu, nchi kwa nchi ambayo ni mioyo yetu. Na nchi ambayo ni moyo utazaa. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka maishani mwako angependa uvitende. Lakini ni neno la Mungu unapolitafakari ndio litasababisha uzalishe makusudi ambayo Mungu ameweka katika maisha yako. Mungu akubariki unapojiunga nami katika kipindi kijacho, tunapoendelea kujifundisha sana kuhusu kuweza kuelewa kama mwanafunzi wa Yesu Kristo vile neno la Mungu linaloweza kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Mungu akubariki sana.